Hivi ulishawahi kujiuliza swali hili? Je, mwanamke anaruhusiwa kuelezea hisia kwa mwanaume? Lakini kabla sijakupa jibu, kwanza nataka nikufundishe kitu ambacho wengi hawakijui. Kuna codes za ndani kabisa za moyo ambazo ukiziona zinakutokea kwako kuhusu mtu fulani, basi jua mtu huyo tayari ana hisia kabisa za kukupenda. Kodi zinazoonyesha unampenda mtu kwelikweli hata kama bado hujamwambia. Kwanza unajikuta unatabasamu peke yako pale unapomfikiria. Unaanza kubadilisha baadhi ya tabia zako bila kulazimishwa ili tu uweze kumpendezesha. Unakuwa na hamu ya kumsaidia hata bila yeye kukuomba. Unahisi amani ya ajabu unapokuwa karibu naye. Unakuwa na hamu ya kujua kila kinachoendelea kwenye maisha yake. Unakuwa na hofu ya kumpoteza hata kabla hujampata. Unaanza kujali maoni yake au ushauri wake kuliko hata watu wengine. Unakumbuka vitu vidogo sana alivyovisema hata kama ni zamani. Unahisi maumivu ya ndani unapomuona akiwa na mtu mwingine. Unatamani ukaribu wa kihisia na mawasiliano ya mara kwa mara. Unahisi pengo la kihisia pale asipokuwepo. Ukiziona dalili kama hizi, basi hakika mtu huyo unampenda kihisia kweli kweli. Ukiingia naye kwenye mahusiano, una uwezekano mkubwa wa kuzama kabisa kihisia. Lakini sasa ukiona humfikirii, hujali akiwa mbali, huumia akiwa na mtu mwingine, una hamu ya kuwasiliana naye, halafu unasema unampenda, hapo bado hujampenda. Kuna uwezekano mkubwa umevutiwa tu na muonekano wake, uzuri wa sura, yawezekana umbo lake, na muda mwingine yawezekana kuwa ni tamaa ya muda mfupi. Huo sio upendo wa kweli. Tafiti nyingi za saikolojia zinaonyesha wanaume wengi huvutiwa kwanza na muonekano wa nje, uzuri wa sura, umbo, namna ya kutembea, muda mwingine na sauti na muonekano wa kimwili. Hii inaitwa physical attraction. Hisia za ndani huja kwa baadaye. Ndio maana mwanaume anaweza kukuambia na kupenda, lakini kiuhalisia mwanzo ulikuwa ni mvuto, sio hisia za kina. Hebu sikiliza sasa kuhusu mwanamke. Mwanamke anapopenda, anapenda kwa hisia za ndani kabisa. Anawekeza moyo wake, anawekeza hisia zake, anawekeza mawazo yake, anawekeza pia na muda wake. Na kisha kupenda mwanaume, tambua tayari anajitoa kikamilifu kihisia. Changamoto huanza pale mwanaume anapogundua anapendwa. Baadhi ya wanaume hubadilika. Anaanza kutaka binti awe ndiye wa kwanza kumpigia simu. Anataka yeye atafutwe kila muda. Anakuwa busy makusudi. Anaanza kujibu message kwa kuchelewa. Anaanza kupima wapi binti atavumilia. Anaanza kutumia hisia za binti kama chanzo cha kujiona wa thamani zaidi. Anaanza kujaribu hisia ili aone kama ataondoka au atabaki. Hii hutokea sana hata kwa mabinti wakishajua mwanaume anampenda. Sikiliza siri kubwa ilipo. Nafasi ya kupendwa kwa dhati haiji mara nyingi. Ukimpata mtu anayekupenda kwa moyo wa ukweli, usimchezee, usimdharau, usimtese makusudi, kwa sababu unaweza usipate tena mtu wa aina hiyo. Linda na heshimu hisia za watu wengine. Kisaikolojia, sikia kinachotokea kwenye ubongo wa msichana pale anapopenda kimya kimya. Anapitia vita vya ndani sana. Ubongo wake unakuwa na maswali mengi. Je, atanipenda? Je, atanipokea? Atanidhalau? Au ataniona wa kawaida? Anaishi kwenye mashaka. Kuna muda anakuwa na furaha, kuna muda anakuwa na huzuni, kuna muda anaogopa. Anaweza kushika simu aandike message halafu akaifuta. Anaamua kukwambia halafu anaogopa. Anaumia kimya kimya. Ndio maana kabla hajakwambia anapeleleza kwanza. Anaanza kwa kuchunguza. Je, ana mtu au yupo single? Je, anaongea na wasichana wengine? Akigundua yupo single, badala ya kufurahi tu, wakati mwingine anateseka zaidi. Sasa hana kizuizi, ila bado anaogopa kusema. Sasa turudi kwenye swali letu kuu. Je,
Hivi mwanamke anaruhusiwa kumwambia mwanaume hisia zake? Jibu ni ndiyo, anaruhusiwa kabisa, kwa sababu hisia za kupenda sio za mwanaume pekee, ni za mwanamke pia. Na kupenda sio dhambi, kupenda sio kosa, kupenda ni sehemu ya ubinadamu. Mwanamke ana haki ya kusema ninakupenda, ninakuhitaji, ningependa kuwa na wewe. Hapo hakuna kosa. Mpaka hapa napofikia tamati. Kama kuna kitu umeweza kujifunza, basi ni kusihi endelea kusalia nasi mpaka kwa wakati mwingine tena.